wajibu wa mtu aliyeokoka. Wajibu wa mtu aliyeokoka. Wajibu ni nini? Wajibu ni jambo ambalo sharti mtu alitimize, ndipo uweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya mafanikio. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Wajibu ni jambo ambalo sharti mtu alitimize, ndiye aweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ili kwenda hatua nyingine, huwa unaangaliwa wajibu katika nafasi ambayo upo kabla haujapanda kwenda kwenye nafasi nyingine ya kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Amina. Huwa unaangaliwa kwa sababu kila mmoja ana nafasi katika nyumba ya Bwana. Mungu alipomuokoa mwanadamu, alimpa nafasi ya utumishi katika ofisi yake, si ndio? Naam. Kama jinsi ambavyo serikali yoyote duniani huajiri watu baada ya kuwathibitisha kwamba wana sifa ya kuajiriwa katika nafasi walizoziomba, huwa wanawaajiri na kuwaweka katika system ya wafanyakazi wa serikali. Lakini hiyo serikali huwa inatoa nafasi moja. Sasa kwa huyu mwajiriwa anapotimiza wajibu kama mwajiriwa, serikali huwa inampandisha. Alikuwa mwalimu wa kawaida, anakuwa mwalimu mkuu. Wameangalia nini? Anawajibika vizuri katika nafasi yake. Kwa hiyo wanampima, wanaona kwamba huyu mtu hata tukimweka hapa, huyu mwalimu anaweza akafiti, kwa sababu nafasi yake hii anawajibika vyema katika nafasi ambayo amepandishwa. Akiendelea kuwajibika vyema na kutimiza wajibu wake kama mtumishi wa serikali vizuri, alikuwa mwalimu mkuu, anakuwa mratibu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Anakuwa mratibu wa elimu kata, anasimamia kata nzima. Sasa akiendelea kuwajibika vizuri katika nafasi hiyo, anaweza akapandishwa hadi kufika viwango vya juu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Hali kadhalika Mkristo aliyeokoka, kama jinsi ambavyo nimeweza kusema kwamba ulipookoka na kumkiri Yesu kwa kinywa chako, Mungu alikupa nafasi katika nyumba yake. Sasa unapokuwa umefanya kazi kwa kutimiza wajibu wako kama mtumishi wa nafasi ambayo Mungu amekupatia, Mungu lazima akupandishe viwango. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Mungu lazima akupandishe viwango. Ili uweze kupanda viwango, ni mpaka pale unakuwa umetimiza sharti, au unakuwa umetimiza sharti ambalo wewe unawajibika kulifanya na kuwashawishi waajiri wako waweze kukupandisha vyeo. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Cheo au kupandishwa cheo hakuji kwa kumshawishi mtu kwa maneno. Ukimshawishi mtu kwa maneno ili akupandishe cheo, atakupandisha, lakini hautawajibika vizuri. Halikadhalika kwa mtu aliyeokoka, ili aweze kutoka ngazi kwenda ngazi nyingine, wanaangalia uwajibikaji wake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Nikawa nazungumza na vijana siku hiyo, nikizungumza nao kwa uchaguzi tulioufanya wa idara katika parishi yetu hii. Nikasema kwamba wale ambao tuliowachagua, wengi wao walikuwa na nafasi ya wenye viti katika matawi yao. Kama hao viongozi tulipokuwa
inatakiwa mjipange na kila mtu aweze kujua nafasi yake, kwa sababu tunakwenda kuchagua viongozi. Nilikuwa najua mwenyekiti wetu, nilikuwa namfahamu huyu aliyetoka parishi ya Busozo, tawi la Busozo. Alikuwa ni mzuri sana kiutendaji nilipokuwa mwenyekiti wao, na nilikuwa nasema kwamba Mungu, wewe unajua utanipa viongozi wazuri, na wale ambao niliokuwa ninafikiria ndio ambao Mungu aliwapa neema ya kuwa viongozi. Yesu apewe sifa sana. Amen. Wajibu. Kwa hiyo zipo point ambazo tutakazoziangalia, pamoja na kwamba unapokuwa umeokoka kuna vitu vingi sana ambavyo unatakiwa kuvitimiza ili uweze kupanda ngazi nyingine ya kiutumishi kwenye nafasi ambayo Mungu aliyokupatia. Jambo la kwanza tutalipata katika kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 6 mpaka wa 10. Tutaziona habari za mtumishi wa Mungu za kijana ambaye aliyeishi kwa kujua kipi anachokifanya. Karibu msomaji uweze kutusomea. Ambia, ndio, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Ndio, tazama sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama. Ndio, na tazama miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. 8. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi? Ndio. Nawe utatutawala sisi? Ndio. Wakazidi kuchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Mstari wa 9. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama jua na mwezi na nyota 11 zikainamia. 10. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja kusujudie hata lini? Hata nchi? Asante. Bwana Yesu apewe sifa sana. Pointi tutakayokwenda kuiangalia katika somo letu ni kujua kusudi la Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kujua kusudi la Mungu ni wajibu wa mtu yeyote ambaye ameokoka. Mtu yeyote aliyeokoka asipojua kusudi la Mungu ni nini, anaweza akawepo kanisani bila kuwa na faida yoyote. Mtu anayejua kusudi la Mungu, sifa yake anaona tofauti na wengine wanavyoona. Sasa anapokuwa akisimama kusema, anaonekana kuwa yeye ni wa tofauti sana. Huyu kijana Yusufu aliyelijua kusudi la Mungu katika maisha yake, Mungu alianza kumletea maono na kuanza kumwambia na kuanza kumuonesha amani ya maisha ambayo atakayoishi baadaye. Akaamini katika hayo, na hayo ndio ilimpa kasi ya kuendelea kumtafuta Mungu, na hayo ndio ilimpa kasi ya kuendelea kuimarika na kukabiliana na changamoto zote ambazo zilizosimama katika maisha yake. Wakiwa wameamka asubuhi, kijana Yusufu akiwa ni mtoto mdogo sana, tena mtoto wa mama mdogo, si ndio? Ni mtoto wa mama mdogo.
ajili yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Watoto wa bibi mkubwa au watoto wa mke mkubwa katika nyumba ile, kwa sababu walijua na kuamini kwamba wao ndio watakuwa ni warithi wa baraka au mali katika familia, walianza kupoteza ile hali ya kujiamini kwa ule urithi wa baba yao, kwa sababu maneno aliyokuwa anasema Yusufu yaliwaingia ndani ya mioyo yao. Biblia inasema kwamba wakaanza, baada ya kuambia ndoto zake, walianza kujiuliza, ina maana huyu mtu atakuja kututawala? Wanaweza usaidie sana. Amen. Ina maana atakuja kututawala. Lakini sio hao tu, wazazi wake, baba yake na mama yake, na jamii iliyojua hiyo siri ya ndoto, nao walianza kukaa vikao vya kujadili ndoto ya Yusufu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kujadili ndoto za Yusufu. Biblia inatuambia hata wazazi wake walikwenda kumshauri achana na masuala ya ndoto, kwa sababu wewe ni mtoto mdogo na hauwezi kututawala. Lakini kwa sababu alijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yake, aliendelea kusimama. Changamoto zilitokea. Biblia inasema kwamba baada ya kuendelea, aliwaambia ndoto tena nyingine. Hiyo ndoto ndio ilichochea hasira kwa ndugu zake, wakawa wametengeneza mazingira ya kwenda kumuua. Wanaweza wapewe sifa sana. Amen. Walipotengeneza mazingira ya kwenda kumuua Yusufu, Mungu akaleta jeshi la watumwa. Lile jeshi la watumwa, hapo mawazo yao yakabadilika. Hawa ndugu zake wakawa wamemuuza kwa watumwa. Lakini hiyo process ya kumuuza kwa watumwa haikuwa ndio njia ya kukatisha maono, haikuwa ndio njia ya kukatisha kusudi la Mungu. Kwa kuwa kusudi la Mungu alilijua, Yusufu alikubali kuuzwa Misri, kwa sababu alijua ile process ya kumuuza Misri ilikuwa ni njia ya kumlifti, kumpeleka katika mazingira ya kumtengenezea ushuhuda. Hallelujah. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Kwa sababu alijua kusudi la Mungu katika maisha yake, yaani sababu ambayo Mungu alimuumbia katika uso wa dunia alijua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Mambo yaliyofuata, ukiendelea kusoma kwa mapito ya Yusufu, yalikuwa ni magumu. Alipofika kule, kwanza alipata kibali cha kuwa houseboy kwenye nyumba ya Potifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa kwa sababu alikuwa na sifa ya uzuri, Yusufu alikuwa ni kijana mdogo lakini mzuri. Lile limke la Potifa likawa limemtaka, na kwa sababu alilijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yake, Yusufu alikataa. Kule kukataa, lile mwanamke likaona kwamba limeaibishwa, likaanza kumlazimisha Yusufu. Yusufu akakimbia, akamwachia kwanza, akakimbia uchi hivyo hivyo. Baada ya kumwona anatoka anakimbia uchi, lile mama likapiga yowe, likamsingizia kwamba amembaka, akapelekwa jela. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini Yusufu alikubali, kwa sababu hiyo nayo ilikuwa ni lift ya kumtengenezea ushuhuda. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Ilikuwa ni lift ya kumtengenezea ushuhuda Yusufu. Alipofika gerezani na penyewe alipata kibali, watu walikuwa wanaota ndoto gerezani, anazitatua. Walikuwa wakiota ndoto wanazitafsiri. Sasa kule ikulu, Potifa mwenyewe akawa ameota ndoto, akatafuta waganga, akatafuta wataalamu wa ndoto, akatafuta wachawi wote, akawakusanya ili wamtafsirie ndoto yake, lakini hakupatikana. Akapata habari kwamba kako ka kijana kamoja kako kule jela, ambako kana watafsiriaga ndoto hawa wafungwa wenzake,
yake, kaiteni. Walipokaita kakatafsiri ndoto, akasema tangu leo, kwa kuwa wewe ndiye umetafsiri ndoto hii, simamia uhakikishe haya ambayo uliyozungumza yaweze kudhibitika. Akawekwa katika daraja la juu sana katika utawala wa nchi ile na kuwa mpaka waziri mkuu. Bwana Yesu apewe sana. Amen. Mtu aliye Mkristo au mtu aliyeokoka akilijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yake, huwa hatishwi na changamoto, huwa hatishwi na maumivu. Kweli unaumia, kweli unahangaika, kweli unadhoofika, kweli unakonda, kweli unaaibika, kweli unaweza ukawa umedhoofika sana, lakini kwa sababu unalijua kusudi la Mungu, Mungu kwa kuwa alikwisha kukuonyesha utakuwa nani, unaendelea kupambana na Mungu anakusaidia mpaka unavuka. Wewe ni mtu mkubwa. Haleluya. Bwana Yesu apewe sana. Amen. Kwa hiyo kama mtu uliyeokoka unawajibika kulijua kusudi la Mungu ili uweze kutembea katika ramani ya Mungu. Bwana Yesu apewe sana. Kama usipolijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yako, utakuwa ni mtu wa kulialia, utakuwa ni mtu wa kuhangaika, utakuwa ni mtu uliyedhoofika, utakuwa ni mtu ambaye pengine hata ibada unaweza usiende kwa sababu mawazo yatakuzidia. Wapo waliouzwa mpaka kuuzwa, wapo waliopigwa mpaka kupigwa, wapo waliouawa, lakini pointi kubwa walijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yao. Haleluya. Ninataka nikwambie siri ya mtu anayelijua kusudi la Mungu katika maisha yake, huwa hafi mpaka kusudi la Mungu litimie. Amina. Huwa hafi mpaka kusudi la Mungu lifanyeje? Timie. Mungu ameweka mipaka nyuma ya kusudi ambalo amekuumbia. Haujawahi kufa kabla ya kusudi la Mungu kutimia. Fikiria wewe ni mzuri kiasi gani. Wale ambao unaofahamu, pengine ukipiga mahesabu ulio nao darasa la kwanza kama mzee Samuel hapa, kwa umri aliofikia hapa, si mpaka kuwa daktari, maana yake alianza shule ya msingi, si ndio? Sasa ulipoanza shule ya msingi la kwanza mpaka umefikia leo umri wa kustaafu, wale uliosoma nao wote bado wapo? Hapana. Sasa wewe unampa nini Mungu mpaka uwe mzima, mpaka sasa ni mzee na wajukuu na vitukuu unawapata? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu analiangalia kusudi, anaiangalia sababu aliyokuumbia mpaka itimie, ndiyo akupumzishe. Haya mengine yote yatakuwa ni maupepo tu yanapita, zitakuwa ni changamoto. Pamoja na yote ambayo utakayokutana nayo, zitakuwa ni changamoto, yatakuwa ni maumivu, lakini Mungu aliyekuumbia kusudi, mpaka kusudi aliyokuumbia liweze kuthibitika, ndiyo ufe upumzike. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mtu uliyeokoka unawajibika kulijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yako. Haleluya. Ili uweze kutembea kwa ujasiri. Usiogope changamoto, usiogope maumivu, usiogope kudharauliwa. Ukilijua kusudi la Mungu ni nini katika maisha yako, utatembea kwa ujasiri. Utapelekwa gerezani, utasalitiwa na kusalitiwa, utadharauliwa na kudharauliwa, na kusingiziwa utasingiziwa, lakini kusingiziwa huko hakuta kutoa kwenye reli ya Mungu, utaendelea kutembea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Twende haraka eti. Pointi ya pili, mtu aliyeokoka anawajibika kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Mtu aliyeokoka wajibu wake mwingine ni kumtafuta Bwana.
Sababu zipi zinamfanya asijifiche ambazo zinatufanya tuanze kumtafuta? Lakini unaweza ukamtafuta na usimpate kwa sababu ni zipi? Endelea kusoma 7 pale. Mstari wa 7. Ndio. Mtu mbaya na aache njia yake, na mtu asiye haki aache mawazo yake, na amrudie Bwana, naye atamrehemu, na arejee kwa Mungu wetu, naye atamsamehe kabisa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. 6 amesema mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Kumtafuta Bwana ndio maisha ya mtu anayelijua kusudi la Mungu, si ndio? Lakini kwa nini kuna vitu ambavyo vinaweza vikasababisha umtafute halafu asipatikane? Ni vitu ambavyo tumeviona, ni mambo ambayo tumeona katika mstari wa 7. Yamesema kwamba mtu mbaya aache njia zake mbaya. Kumbe njia za mtu mbaya zinaweza zikasababisha huyu mtu aliyeokoka akamtafuta Bwana na asimuone Bwana. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Hizi njia mbaya inaweza ikawa sababu ya kumtafuta Bwana na Bwana asipatikane. Kwa hiyo ili uweze kumtafuta Bwana na Bwana uweze kupatikana katika maisha yako, katika kukutetea, kukuvusha na changamoto ambazo zinazokabili, maana unalijua kusudi la Mungu katika maisha yako, ili uweze kushinda, ni pale ambapo kwanza unaacha ubaya na kila makandokano yote unayaacha, unajinyenyekeza kwa Bwana. Ukishajinyenyekeza kwa Bwana, anza kumuitia shida yako, anza kumuitia changamoto yako, anza kumuitia maumivu yako, anza kumuitia majaribu yako. Yeye kwa sababu anajua yeye anayopitia, anaanza kukuvusha taratibu. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Bwana Yesu asaidie sana. Amen. Katika Ayubu anasema kwamba unaijua njia ninayoiendea, ukisha kulijaribu nitatoka kama dhahabu. Ayubu ndio anasema wakati wa taabu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Njia yoyote unayoipitia wewe, ambao unalijua kusudi la Mungu, mazingira yoyote unayopitia Mungu anayajua kabisa. Tengeneza mazingira ya kujaribu ili baadaye uje utoke na ung'ae kama dhahabu. Kwa sababu dhahabu isipopita katika moto, isipoungua, isipoharibiwa, isipoumia, haiwezi kuwa dhahabu mpaka ipite katika moto, ndiyo inang'aa vizuri na inatengeneza vitu vizuri na vinanunuliwa kwa gharama kubwa. Kwa Mungu anaijua njia unayoiendea, lakini anapokupitisha katika mazingira hayo, yeye anatengeneza mazingira ya wewe kukufanya mshindi. Maadamu unajua Mungu amekuumbia nini, lakini pia ukaacha mambo mabaya, ukaanza kumtafuta Bwana, yeye amesema atakuja, atarejea kwangu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Hiyo ni pointi ya pili. Huo ni wajibu namba 2 ambao mtu aliyeokoka lazima utimize. Lazima maisha yake yawe ni kumtafuta Bwana, lazima maisha yake iwe ni kumuomba Mungu, lazima maisha yake iwe ni kumwimbia Bwana na kumshukuru Bwana. Katika Timotheo, katika Wathesalonike wa pili sura ya 1 mstari wa 3, Biblia inasemaje? Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu. Ndugu, imetupasa kumshukuru Mungu kwa ajili yenu, kama ilivyo wajibu, kwa kuwa imani yenu inazidi sana, na upendo wa kila mtu kwenu kwa
mwenzake umekuwa mwingi. Umekuwa mwingi. Kwa hiyo mtu aliyeokoka pamoja na kumtafuta kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu. Haleluya. Ngoja nitoe mfano mmoja. Mfano mmoja, alafu tuende kwenye pointi ya mwisho. Nilipata ushuhuda mmoja kwa bwana mmoja, mchungaji mmoja alikuwa anasafiri kwenye basi. Alikuwa amekaa sehemu ya dirishani. Sasa yeye alikuwa sehemu ya dirishani, halafu sehemu iliyofuata kulikuwa na bwana mwingine ambaye alikuwa amepangana naye. Sasa huyu bwana akawa amepata kichefuchefu kwenye basi, huku basi inaendelea. Bahati mbaya, wakati anatengeneza mazingira ya kujihudumia, yeye dalili za kutapika anazo na anataka ajihudumia siwakwaza wengine, akawa amemtapikia yule mchungaji. Sasa watu wakamwambia, mzee, pole sana mchungaji, utoke hapo uje hapa. Yeye aende dirishani. Yule pastor akakataa, akasema hapana, mimi hapa dirishani kwa sababu wao wanapenda kukaa siti za dirishani ili niwe naona nje ninapokuwa nikisafiri, wala wewe usiwe na wasiwasi. Sasa wakamsonga atoke dirishani, lakini pia ana tukio la kumtapikia huyu mchungaji. Lilimchukiza sana huyu bwana, tena kichefuchefu kikaja. Huyu bwana alipotaka tena kutoka, akawa ameinuka akaenda akamtapikia tena. Wakamwambia, lakini mzee, hapo utoke umpishe huyu bwana aendelee au anatapikia hapa dirishani. Hamna, atapona tu, hamna. Tafuteni lango, au anatapikia kwenye lango. Mbona nini? Wakanunua lango, lakini lango halikusaidia. Kwa mara ya tatu huyu bwana tena akapata kichefuchefu, anataka akamtapikia tena. Sasa mwisho huyu pastor akawa amekubali ushauri wa nimpishe tu, akawa amempisha. Ile dalili ya kumtapikia mbele za Mungu ilikuwa na sababu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya kumpiga siti ile, yeye akaenda dirishani, halafu huyu naye akaja upande wa pili. Walitembea kidogo, lile basi likapinduka, na katika lile dirisha kulikuwa usawa na lile dirisha kulikuwa na kisiki. Lilipodondoka hivi, yule ambaye aliyekwenda kwenye ile safu ya dirisha ikamchoma kisiki, ikatokea huko. Huyu bwana, huyu mchungaji akawa salama. Ukawa ni ushuhuda ambao aliyoanza kuutoa mwenyewe na kuwaasa watu kwamba jambo lolote linapokuwa likitukia, lazima ujitahidi kuchunguza na kujua kwamba limetokea kwa kusudi la Mungu. Kule kutapikiwa ilikuwa ni kiashiria cha Mungu cha kumpanya taarifa kwamba wakati wewe wa kufa haujafika, ama uende sehemu nyingine, wakati wa huyu ndio umefika. Akawa amehama. Kwa kuna mabaya ambayo yaweza kutokea katika maisha. Kuna changamoto zaweza zikatokea katika maisha. Kuna magumu yanaweza kutokea katika maisha. Mume wako akakuinukia, mke akakuinukia, watu wakakuinukia, ukaona kwamba wewe hauwezi ukasurvive katika maisha. Ukajiona kwamba wewe hauwezi, kwamba hauna thamani yoyote katika dunia. Ninataka nikwambie, una thamani kubwa sana mbele za Mungu, ndio maana upo.